Baadhi ya viongozi wa Kiislamu wamewataka vijana katika eneo la pwani ya Kenya kukataa vitendo vya uhalifu na badala yake wawe watetezi wa amani na umoja katika jamii zao. Akizungumza wakati wa kuadhimisha sikukuu ya Eid-ul-Fitr mjini Mombasa, waziri wa madini na uchumi samawati Ali Hassan Joho alielezea wasiwasi wake juu ya kuongezeka kwa magenge ya vijana ambayo yamekuwa yakiwahangaisha wenyeji, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Akida Kasim. Siku ya Eid-ul-Fitr hatimaye imewadia. Waziri wa madini na uchumi samawati Ali Hassan Joho aliongoza swala ya Eid katika mji wa Mombasa, ambapo amewataka vijana wa Mombasa na pwani kwa jumla kujiepusha na vitendo vya uhalifu, wasije wakaishi kujutia siku za usoni. Hisia hizo zinakuja kufuatia ongezeko la magenge ya wahuni yanayowatia hofu wakazi wanapotekeleza uhalifu mchana kweupe. Usipotumia huu ujana vizuri, utakuja na majuto makubwa. There will be, God forbid, great regrets kwa sababu ya matendo yako. Mimi hupenda kupeana mfano wa kwamba leo ni Jumapili, tarehe 30 mwezi wa March. Tumaliza kuswali hapa. Tukitoka hapa, siku ikiisha, hii siku hairudi. So wewe mwenyewe ukienda nyumbani siku hii, unafaa ulale. Kabla ulale, ureflect, nimefanya nini? Ilikuwa na manufaa gani kidunia na kiakhera? Siku za mwisho kulikuwa na genge la vijana wanasumbua watu, lakini kwa bahati nzuri kwa usaidizi wa county commandant Bwana Nuno tulipata usaidizi. Watu walifunga siku za mwisho, walikuwa tunatembea usiku ya kufanya ibada, lakini ilibidi watu walikuwa wanaibiwa, ikawa security imeingilia wakasaidia. Akizungumza wakati wa swala ya Eid-ul-Fitr katika uwanja wa Tononoka mjini Mombasa, Waziri Joho alisema kuwa awamu ya vijana inapita na ikiwa vijana hawatatumia vyema muda wao, basi huenda wakavuruga hatma ya maisha na ndoto zao za baadaye, kwani ujana ni moshi ukienda haurudi. Almost youth, ukiangalia mji wa Mombasa 70% ni youth. So kuna wale ambaye wahalifu wawili, watatu, wanne kwa eneo bunge fulani ambayo wanaanza kuamsha vijana. Wito ulikuwa sawia katika kaunti ya Narok, ambapo jamii ya Waislamu kaunti hiyo imeungana na watu wengine kote ulimwenguni kusherehekea Eid-ul-Fitr kwa kutoa wito kwa wazazi kufuatilia mienendo ya watoto wao. Walizungumza haya walipokusanyika katika uwanja wa William Ole. Waliibua wasiwasi juu ya uwezekano wa kuwahamasisha vijana kuepuka kujiunga na magenge ya uhalifu. 4 years ago, mama alileta mtoto kutoka Europe. Alileta madrasa ya rehab, alileta kwanza Mogadishu. Mtoto ameinvest, mama aliinvest mali yake ambayo alikuwa anarokota dola yote. Mtoto amekuwa mzuri. Hiyo mtoto atachukua hao watoto wengine na wale wako na tabia yao ambayo sio Waislamu. Mahali zingine watoto wetu wanasomea shule ya Waislamu, wanaenda duksi ya Waislamu, ile maduka wameenda Waislamu. Environment ndio inakusaidia kulea hiyo mtoto. Kwa sababu kila mtu anachunga yake vile wewe unachunga, lakini hapa ni tofauti. Aidha, naibu kamishna wa kaunti ya Narok Mashariki Musa Salat alipongeza hatua ya Rais William Ruto kuruhusu waumini wa jamii ya Kiislamu kuwa na vitambulisho bila kufanyiwa mazoezi makali yaliyohakikiwa, wakisema jamii ya Waislamu ina tatizo kubwa katika kupata hati hiyo. Pia aliwaonya Waislamu wanaotoa hongo ili kupata ajira. Ukaenda kwa ofisi kitambulisho kutafuta, mtu asikuambia kwamba unafaa upeleke mahali fulani ama ufanye hii na hii. Inafaa upate kwa urahisi, na usipopata utaenda kwa DC usaidike, ama kwa county commissioner, mtu ambaye atakusumbua katika mambo ya kitambulisho. Yote 9-10, wazazi, jamii na viongozi wa kidini washauriwa kushirikiana ili kuboresha maadili ya vijana nchini ili kuzuia kupotoka kwa maadili hayo, kwani Waswahili husema samaki mkunji angali mbichi na usipoziba ufa utajenga ukuta. Akida Kasim, runinga ya KU.